Ephesians chapter number 2. Kitabu cha Waefeso sura ya 2. And I want us to read from verses number 1. Ningetaka tusome kutoka aya ya kwanza. Are you there, church? Kwa pale kanisa. Ephesians chapter number 2 from verses number 1. Kitabu cha Waefeso sura ya 2 kutoka aya ya kwanza. As for you, you are dead in your transgression and sins, in which you used to live when you followed the ways of the world and of the rulers of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in who you are, disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying and craving of our sinful nature and following its desire and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved. 6, and God raised us up with Christ and seated us with him in heavenly realm in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace expressed in the kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved through faith, and this not from yourself. It is a gift of God, not works, so that no man can boast. Father, in Jesus' name, Baba, kwa jina la Yesu, we bow to you tunyenyekea kwako and thank you na kukushukuru because you are a good God. maana wewe ni Mungu mwema. We celebrate you Tunakusherehekea and we adore you. na tunakuabudu. For in Jesus' mighty name we have prayed, and the church say, and the church say, let's be seated in the presence of the Lord. Can you greet your neighbor from far? Tell him or her, I am going to be a blessing to you. Tuketi mbele uwepo wa Mungu, msalimie jirani yako kutoka mbali, mwambie kwamba nitakuwa baraka kwako. The book of Ephesians begins by giving us a powerful word. Kitabu cha Waefeso kinaanza kwa kutupa neno ambalo ni kuu. It says, as for you. Inasema kama ilivyo kwenyu. Somebody say, as for me. Hey, guy, as for I was dead. Nilikuwa nimekufa. In transgression. Katika makosa. And in sin. Na katika dhambi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. As for me and as for you, we were dead in transgression. Kwangu mimi na kwako wewe tulikuwa tumekufa katika makosa na dhambi. We obeyed the desires of our lives. Tukaweza kuzitii zile ambazo ni tamaa za maisha yetu. We were under the rulers of this kingdom. Tukawa chini ya watawala wa ufalme huu. We wanted to fulfill whatever we thought was right. Tukataka tuweze kukamilisha na kutenda kile tulidhani kwamba kinafaa. But something happened. Lakini kitu kikafanyika. Because of the great love of Jesus. Kwa sababu ya upendo mkuu wa Mungu. He did something for us. Akatufanyia kitu sisi. He made us alive. Akatufanya tuwe uhai. Somebody say he made us alive. Mtu aseme akatufanya tuwe uhai. He made me alive. Akanifanya niwe hai. And today I want us to see verses number 6. Na leo hii ningetaka tuweze kutazamia aya ya 6. What did he do? Alifanya nini? God raised me up. Mungu akaweza kuniinua. Hello, let's go church. God raised me up. From where? Kutoka wapi? From the grave. Kutoka kaburini. Because the Bible says we were dead in transgression. Maana Biblia inasema kwamba tulikuwa tumekufa katika makosa. So he raised us from death. Basi akatufufua kutoka kwa wafu. He raised us from sin. Akatufufua kutoka kwa dhambi. He raised us from darkness. Akatufufua kutoka kwa giza. He raised us from ugliness. Akatufufua kutokana
ugliness. Praise the Lord. Ataongea baadaye akikumbuka. Praise the name of the Lord. He raised us. Alitufufua. This is what God has done to all of us. Na hapa ndipo Mungu ametufanyia kila mmoja wetu. That he has raised us from deadness. Na kwamba ametufufua kutoka kwa madeni. And after raising us, na baada ya kutufufua, he has done something marvelous. amefanya kitu cha kipekee. The Bible says he has raised us. Biblia inasema kwamba ametufufua, ametuinua. Ametuinua, alafu ametuketisha. Praise the Lord. He has raised us and we are seated. Glory to Jesus. Utukufu kwa Yesu. So he has picked us. Kwa hivyo basi akatuinua and placed us on a seat. Na akatuketisha kwenye kiti. Can I hear praise the Lord in this house? Sikia Bwana sifiwe kwenye kanisa. He has raised you. Amekuinua wewe. Amen. Amen. And placed you in another level. Na akakuketisha katika sehemu nyingine. Can I hear an amen in this house? Nisikia amina katika kanisa hili. He has raised you from deadness. Ameweza kukuinua kutoka kwa madeni. He has raised you from rottenness. Amekuinua kutoka kwa kuoza. He has raised you from destruction. Amekuinua kutoka uharibifu. And placed you in a new position. Akakuketisha kwenye Let's go church. I am placed in a new position. Nimeweza kuwekwa katika sehemu mpya. Praise the name of the Lord. It is not a position ever to come down. Na sio mahali ambapo patarudi chini tena. Tuende kanisa. Amekuinua na mahali amekuweka hautarudi chini. Praise the Lord. Where God has raised you and placed you, you will never come down. Mahali ambapo Mungu amekuinua akakuweka hautarudi chini tena. Am I talking to a living church? That means something has happened. Maana yake hiyo ni kusema kwamba kuna kitu kimefanyika. Where he has placed us. Mahali ametuweka. He has given us a new identity. Maana ametupa utambulisho mpya. Hallelujah. Hallelujah. Ephesians 2 there says we were dead. Now we are alive. Waefeso sura ya 2 pale utangulizi inasema kwamba tulikuwa tumekufa, lakini sasa inasema kwamba tuko hai. So we have a new identity. Hivyo basi tuna utambulisho mpya. We have a new uniqueness. Tuko na upekee wetu. When Jesus rose from the dead, wakati ambapo Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, he never went to heaven alone. Hakuenda mbinguni peke yake. Hello? Let's go. When Jesus died and rose, he never went to heaven alone. Wakati Yesu alipokufa na akafufuka, hakuenda mbinguni peke yake. Nisalimie kanisa. Can you greet me, church? I am saying when Jesus died and rose, he never went to heaven alone. Nasemaje? Wakati Yesu alipokufa na akafufuka, hakuenda mbinguni peke yake. He went with me. Alienda pamoja nami. Let's go church. He went with us. Alienda pamoja na sisi. Hallelujah. Hallelujah. And that's why the Bible says he is seated together with us in the heavenly realm. Na ndio sababu Biblia inakiri kwamba ameketi pamoja nasi katika mahali pa juu mbinguni. This is to say, hii ni kusema Jesus, because of us, Jesus had to resurrect. Kwa ajili yetu sharti Yesu angefufuka. Hello. If he would have resurrected only himself to go to heaven, kama angefufuka peke yake kwenda mbinguni, then he would not have accomplished the purpose. Na hivyo basi angeweza kutimiza kusudi. But when he rose, alipofufuka, he carried us all. Akatubeba nasi. Somebody shout praise the Lord. Mtu aseme Bwana asifiwe. And when he sat, na alipoketi, we also sat. Sisi nasi tukaketi.
Praise the name of the Lord. Hallelujah. So this is to speak to somebody Na hii ni kunena na mtu that our new position, kwamba sehemu yetu mpya, our seat is in the heavenly, that's spiritual. kiti chetu kiko mbinguni, na hiyo ni kiroho. Hallelujah. Hallelujah. But when he raised us, he has raised us from deadness. We are here, but our chair is there. Lakini alipotuinua au alipotufufua, akatufufua kwamba sisi tuko hapa, lakini kitu chetu kiroho kiko pale. Ambia mwenzao kiti yangu iko mbinguni. Down here I am raised. Hapa chini nimeinuliwa. Hallelujah. Hallelujah. Down here I am raised. Hapa chini nimeinuliwa. And number one, we are in a position of power. Na jambo la kwanza, tuko katika maeneo ya nguvu. Because you are not what you used to be kitambo. Kwa sababu wewe sio kile ulichokuwa hapo zamani. We are in a position of freedom. Sisi tuko katika nafasi ya uhuru. Hallelujah. Hallelujah. We are not in a position of fear anymore. Hatuko katika sehemu ya woga tena. Glory to Jesus. Our new position, we have a solid foundation. Na sisi maeneo yetu mapya ni kwamba tuko katika msingi thabiti. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So our new position is a position of thanksgiving and praising God. Basi maeneo yetu mapya, tuko katika maeneo ya shukrani na kumshukuru Mungu. So this is to speak to everybody who is here. Hivyo basi hii ni kunena na kila mmoja aliyeketi mahali hapa, That the Lord has lifted you. ya kwamba Mungu amekuinua And he has placed you on a seat. na ameweza kukuweka kwenye kiti. And we are seated together with Christ. Na tumeketi pamoja na Kristo. That means it is a union. Hiyo maana yake ni kwamba ni funganisho. It is an eternal union. Hili ni funganisho la kimilele. Even if you are here on earth, you are heavenly connected. Hata kama uko hapa duniani umeunganishwa na mbinguni. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. So God is doing the business of raising and sitting. Basi Mungu anafanya kazi ya kuinua na kuketi. Glory to Jesus. Kwa Yesu. So this is a position that nobody will bring you down. Na hii ni nafasi ambayo hakuna mtu ambaye atakushusha. We are not moving down. Hatuendi chini. Never to come down again. Hatutaweza kurudi chini tena. Going down is never. Kwa sababu kurudi chini haitawezekana. We are raised and seated. Somebody shout that word. Na mtu aweze kusema kwamba tumeinuliwa. I am raised and seated. Nimeinuliwa na nimeketishwa. Twende kanisa. I am raised and I am seated. Nimeinuliwa na nimeketishwa. Glory to Jesus. Kwa Yesu. Number 2 is a position of stability. Jambo la pili ni nafasi. Mimi sitetemeki. Mimi sina wasiwasi. Where I have been placed is a place of stability. Mahali ambapo nimewekwa ni mahali imara. It is a position, not a transition. Ni nafasi lakini si mahali ambapo ninapitia. We are on the seat as long as God lives. Tuko kwenye kiti kama tu Mungu yuaishi. Praise the Lord. Hallelujah. I say I am where God wants me to be and I will never leave it. Ninasema kwamba niko mahali ambapo Mungu anataka niwe na sitawahi ondoka. Praise the Lord. So I speak to this house. Basi nazungumza na kanisa. It's a place of continuous blessing. Ni mahali ambapo ni pa baraka zinazoendelea. The devil cannot shake you from your position. Ibilisi hawezi kukutetemesha kutoka kwa mahali pako. From the position you are, you command situations. Kutoka mahali ulipoketishwa, wewe unaamrisha mambo. Let's go, church. From the position I am, the chair I am sitting on, I command situations. Kutoka mahali ambapo nimewekwa, Hey, hey. ambacho nimekalia, Let's go, church. ninaamrisha matukio.
matukio. The seat where I am sitting, I command situations. Kiti nilichokiketia ninaamrisha matukio. Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. From our position we receive answers. Kutoka mahali ambapo tumewekwa tunapokea jawabu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. From our seat we command situations. Kutoka kwa kiti chetu tunaamrisha matukio. This is to say what? Na hii ni kusema nini? We have been raised Tumeinuliwa, and seated. tumeketishwa. And let me talk to this house today in Jesus' name. Na hebu nizungumze na kanisa hili kwa jina la Raised Yesu. from the grave of sin and seated in the victory of God. Tumeinuliwa kutokana kwa kabuli la dhambi na tukaweza kuwekwa kwa kiti cha ushindi wa Kristo. I want you to see something powerful today. Ninataka uone kitu cha kipekee leo. When God raises you, Wakati Mungu anapokuinua. let's go to the book of Acts of the Apostles chapter number 3. Matendo ya Mitume sura ya 3. Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. I want to speak to somebody this powerful word. Ninataka nizungumze na mtu maneno haya ya ajabu. The Bible speaks this powerful word. Biblia inazungumza maneno haya ya ajabu. Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. Acts of the Apostles chapter number 3. Matendo ya Mitume sura ya 3. I want you to see what happens when the Lord raises you. Ninataka uweze kuona kile ambacho kinatendeka wakati Mungu anapokuinua. In the book of Acts of the Apostles chapter number 3. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume ni sura ya 3. And let's read from verses number 8. Na hebu tusome kutoka aya ya 8. Then Peter said, silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Taking him by the right hand, he helped him up. And instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple court, walking and jumping and praising God. When all the people saw him walking and praising God, they recognized him as the same man who used to sit begging at the temple gate called Beautiful. And they were filled with wonder and amazement at what had happened to him. Praise the Lord. Now, there's something I want you to see. Kuna kitu nataka uweze kuona. When God raises you, Wakati Mungu anapokuinua, niangalie kanisa. look at me child. When God raises you, Wakati Mungu anapokuinua, he places you in a position. anakuweka katika nafasi, You become a testimony. unakuwa ushuhuda. Somebody, so let's go church. God raises you Mungu anakuinua and places you in a place where you become a testimony. na anakuweka nafasi ambapo unakuwa wewe ni ushuhuda. Listen to me, church. Sikiza kanisa. The thing that you think has been keeping you down, Mambo unayoyadhania kwamba yamekuweka chini, the challenges you are facing now, na changamoto unazokumbana nazo sasa, I want to speak to this house nataka nizungumze na kanisa hili and tell you those things, na nikwambie vitu hivyo they are not just happening. havifanyiki tu. Those things you are going through now, Vitu hivyo unavyovipitia sasa, let me tell you, nikwambie they will not get lost. havitapotea. Those things, those challenges, those headaches, those things that you are going through now, Changamoto hizo, vitu hivyo, mambo hayo yanafanya uumwe na kichwa, hayataondoka tu, they will not just get lost. hayatatoroka tu, They will become testimony. yatakuwa ushuhuda. Look at this man Tazame mtu huyu who was begging, ambaye alikuwa ni ombaomba, just begging akiomba tu and begging and begging. na kuombaomba. Praise the Lord. Bwana sifiwe. When the Lord raised him, Wakati Mungu alipomwinua, the beggar became a testimony. yule ombaomba akawa ushuhuda. Tuende kanisa. This man Huyu mtu who was down, ambaye alikuwa chini, when God raised him, wakati Mungu alipomwinua, he became a testimony. akawa yeye ni ushuhuda. So what am I saying? Basi nasema nini? I am saying anything that is happening to you, Ninasema chochote ambacho kinakutendekea,
When God raises you, wakati Mungu anapokuinua, hallelujah, haleluya, it becomes a testimony. inakuwa ni ushuhuda. When this young man entered the temple, Wakati huyo mtu alipoingia hekaruni, they remembered what he used to be. wakakumbuka yeye alikuwa nani. Hello? Hello. But now he's in a new position. Lakini sasa ako katika nafasi jipya. Hallelujah. Hallelujah. He is now in a new position. Sasa ako katika nafasi I jipya. speak to this house and tell you, when the Lord raises you, Nazungumza na kanisa hili na niwaambie, wakati Mungu anapokuinua, the things that were happening kitambo, mambo yaliyokuwa yakitendeka hapo awali they become a testimony. yanakuwa ushuhuda. Somebody say praise the Lord. Mtu aseme Bwana sifiwe. What does this tell me? Hii inaniambia nini? Because God will cause your scars to become your stars. Kwa sababu Mungu atasababisha kidonda chako kuwa nyota yako. Ambia mtu hivyo. God will cause your scars to become your stars. Mungu atafanya vidonda vyako viwe nyota yako. When God raises you, Wakati Mungu anapokuinua, amen. amen. Look at the Bible in the book of Luke chapter number 8. Tazama kitabu cha Luka sura ya 8. There's somebody here, when God raises you, Kuna mtu hapa, wakati Mungu anapokuinua, you become a testimony. unafanyika ushuhuda. Your name and your seat is written in heaven. Jina lako na kiti chako kimeandikwa mbinguni. But here on earth, the Lord is manifesting his power. Lakini hapa duniani Mungu anaonyesha nguvu zake. Let's go to Luke chapter number 8, verses number 34. Luka mtakatifu sura ya 8 aya ya 34. What does it say? Inasema nini? When those tending the pigs saw what had happened, they ran off and reported this in the town and countryside. And the people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they found the man from whom the demons had gone out, seated at Christ's feet, dressed and in right mind. Somebody say seated. Hey, tuenda kanisa. Are you seeing? Jesus raised him and caused him to sit. Unaona jambo hili, mtu aliyepagawa na mapepo, Yesu akamuinua akamfanya aketi. Glory to Jesus. Tukufu kwa Yesu. Somebody say, I am seated as a testimony. Mtu aseme nimeketi kama ushuhuda. This man used to live in the grave, Huyu mtu alikaa makaburini, tearing himself. alikuwa anajirarua. The Bible says even if he could be tied, he could break the chains. Biblia inasema kwamba watu walipojaribu kumfunga na minyororo alimikatakata. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Then friends and neighbors and family members, they tied him. Marafiki, majirani na watu wa ukoo walijaribu kumfunganisha. Ewe niangalie. Look at me. The only thing people can give you is to tie you. Kitu tu watu wanaweza kukufanyia ni kukufunga. Nisalimieko. Greet me. The only thing people can give you is to tie you. Kitu tu watu wanaweza kukufanyia ni kukufunga. Ile kitu watu wanaweza kukupea ni kamba tu. Whatever people can give you, it's only a rope. But when Jesus comes, Lakini wakati Yesu anapokuja, he breaks the chains anavunja minyororo and raises you na anakuinua and he causes you to sit together with him. na anakufanya uketi pamoja naye. Praise the name of the Bwana Lord. Yesu asifiwe. When people came, Wakati watu walipokuja, hallelujah, haleluya, they came and talked about what had happened to the man. wakaja na wakanena kuhusu ni nini kilikuwa kimetendekea huyo mtu. Because now after being raised, he's a different person. Kwa sababu sasa baada ya kuinuliwa ni mtu tofauti. Somebody declare, I am raised and seated. Na mtu apasa sauti aseme Hey, kwamba hey, hey. huwa Twende nimeketishwa. kanisa, I am raised and seated together with Christ. Pamoja na Kristo. Anything that is happening to you, mama, Chochote kinachokutendekea mama,
You fathers in this house, kina baba katika nyumba hii, it never just goes. haiendi tu, It is a testimony. ni ushuhuda. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. People will say, Watu watasema, who you used to be alikuwa nani and what has happened after you have been seated. na ni nini kimetendeka baada ya kuketishwa. Hallelujah. After you have been seated. Baada ya kuketishwa. What does this tell me? Hii inaniambia nini? Physically we are just down here, Kikawaida tuko tu chini hapa, but we are raised in Christ. lakini tumeinuliwa katika Kristo. So you are not just an ordinary mother there. Kwa hivyo wewe si mama wa kawaida tu pale. No. La hasha. Anything that happens, even if it is a struggle, it is a testimony. Chochote kinachotendeka hata kama ni kung'ang'ana ni ushuhuda. Praise the name of the Jina la Lord. Bwana litukuzwe. And this one tells us something. Na hii inaniambia kitu. If you look at your Bibles, Utakapotazama Biblia yako, the Bible is so clear Biblia iko wazi about the things that have happened in our lives. kuhusu mambo ambayo yametukia katika maisha yetu. Because God has never failed. Kwa sababu Mungu hajawahi kushindwa He will not fail. na hatashindwa. So wherever you are, Basi popote ulipo, God will show himself Mungu power. atajionyesha mwenye nguvu. What does this tell Hii me? inaniambia nini? It tells me God, when he says he has raised you, Wakati Mungu anasema kwamba amekuinua, praise the Lord, haleluya, what he has done is real. kile amefanya ni hakika. Christ is the cause of everything. Kristo ndiye sababisho ya kila And kitu. you are going to see what God is going to do in Na your life. utaona kile Mungu atafanya maishani mwako. So, whatever is going around in your life, Basi chochote kinachoendelea maishani mwako amen, it is a testimony. ni ushuhuda, It's a testimony. ni ushuhuda. In the book of John chapter number 5, Kitabu cha Yohana sura ya 5. John chapter number 5. Yohana sura ya 5. Can I read with somebody John chapter number 5? Aweza soma na mtu kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya 5. There is a powerful scripture here that I want you to see. Kuna andiko nzuri hapa nataka uone. John chapter number 5, Yohana mtakatifu sura ya 5 from verses number 8. mistari ya 8. Amen. John chapter number 5 from verses number 8. Can we read together, church? Verses number 8, are you there? Then Jesus said to him, get up, pick up your mat and walk. At once the man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which this took place was on a Sabbath. And so the Jews said to the man who had been healed, it is a Sabbath and the law forbids you to carry your mat. But he replied, the man who made me well said to me, pick up your mat and walk. So they asked him, who is this fellow who told you to pick up your mat and walk? The man who was healed had no idea who it was, for Jesus had slipped away into the crowd that was there. Later Jesus found him at the temple. Praise the name of the Lord. Hebu niangalie. When you look at that scripture, Unapotazama andiko hili, there is something being repeated. kuna kitu ambacho kinarudiwa. What is being repeated? Ni nini kinarudiwa? Picking the mat. Jitwike godoro. Twende? Why is the whole thing repeating picking the mat? Kwa nini jambo hili linajirudia? Picking the mat. Kujitwika godoro. Because what used to carry him, now he is carrying it. Kwa sababu kile ambacho kilikuwa kinambeba, sasa yeye anakibeba. Twende kanisa? Neke nyumba twende? What used to carry him, now he is carrying it. Kile alikuwa nakibeba, sasa When Jesus raises you up, wakati Yesu anapokuinua, the things that used to carry you,
kitu ambacho kilikuwa kinakubeba, things that used to oppress you, vitu ambavyo vilikuwa vinakufinyiria, you will have power over them. utakuwa na nguvu juu yazo. I say you'll have power Nasema utakuwa na nguvu over them. juu yazo. So this is to speak to somebody, Na hii ni kuzungumza na mtu, because God has never failed kwa sababu Mungu hashindwi and is not failing soon. na hashindwi hivi karibuni. Over and over, pick your mat, why don't you leave the mat? Kila mara jitwike godoro lako. Kwa nini usiache godoro lako? Because the mat is a testimony. Kwa sababu godoro ni ushuhuda. Ambia watu wawili hivyo. Godoro ni ushuhuda. Ati kitu nimeilalia. Praise the Lord. Hii kitu imenibeba kwa miaka na miaka. That this thing I've been sleeping on it years and years. But I want to speak to somebody here and tell you in Jesus' name. Lakini nataka nizungumze na mtu kwa jina la Yesu. God has raised you and seated you. Mungu amekuinua na amekuketisha. A place nobody will ever pull you down. Mahali ambapo hakuna mtu ambaye atakushusha. Because in the days we are living, Kwa sababu nyakati tunazoishi, many times we think as if God is not concerned. mara nyingi tunaona kama kwamba Mungu hashughuliki. No, our God is faithful. Mungu wetu hakika ni Our mwaminifu. God never fails. Mungu wetu hashindwi. He will show himself powerful. Atajionyesha mwenye nguvu. So wherever you are, Basi popote ulipo, glory to Jesus. tukufu kwa Yesu. Look at the story of Jonah. Hebu tazama historia au hadithi ya Yona. Most of us, when we read about Jonah, Wengi wetu tunaposoma kuhusu Yona, we talk about a very disobedient man. tunazungumza kuhusu mtu ambaye alikuwa hana utiifu. Am I talking to somebody? A very disobedient man. Mtu ambaye alikuwa ni mwasi. Praise the Lord. Tukufu kwa Yesu. The book of Matthew chapter number 12. Kitabu cha Mathayo sura ya 12. Can you read together with me? Soma pamoja nami Mathayo mtakatifu 12. From verses number 39. Kutoka aya ya 39. What does it say? Inasemaje? He answered, a wicked and adulterous generation asked for a miracle, a miraculous sign, but none will be given it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Somebody say, praise the Lord. Wewe tuenda kanisa? Praise the Lord. Listen to me. Nisikize. When we read the story of Jonah, Tunaposoma kuhusu Yona, we see a disobedient man. tunaona mtu ambaye alikuwa ni mwasi. He was told to go to Nineveh. He went a different direction. Aliambiwa aende Ninawi, akaamua kwenda Tarshish. And we see a disobedient man. Na tunaona mtu ambaye ni mwasi. And then he entered into a ship and there was a lot of distraction. Na kisha akaingia kwenye merikebu na kukawa na uharibifu mwingi. Finally the Bible says he was swallowed by a big fish. Na hatimaye Biblia inasema kwamba akatapikwa na nyangumi. Akamezwa na nyangumi. And after 3 days, Na baada ya siku 3 he was vomited. akatapikwa. Whenever we talk about it, Tunapoizungumza, we talk about how disobedient Jonah was. tunasema jinsi Yona alikuwa ni mtu ambaye hana utiifu, mtu mwasi. But you know something? Lakini unajua kitu? When you call it disobedient, that was a message of Jesus. Unapoiita uasi, huo ndio ulikuwa ni ujumbe wa Kristo. You can see Jonah is in the Old Testament. Matthew 12 is the message of Jesus. Unaona Yona alikuwa ni nabii katika Agano la Kale, lakini Mathayo sura ya 12 ni ujumbe wa Yesu Kristo. Tell somebody whatever has happened to you shall be a testimony. Mwambie mtu chochote kimekutendekea
kitakuwa ushuhuda. So finally, people who said Jonah the rebellious, Jonah the useless, Jesus the Son of God says, what happened? It was talking about me. Basi watu waendelee kunena wakisema, Yona mtu ambaye si mtiifu, Yona mtu ambaye alikuwa ni mwasi, Yona ambaye aliambiwa na Mungu akakataa kutii maagizo. Lakini hatimaye Yesu Kristo anasema kwamba katika agano jipya Yona ni nabii mkuu. So God has raised you and seated you to be a testimony. Mungu amekuinua na amekuketisha ili uweze kuwa ushuhuda. You are going to see what God will do in your life. Utaona kile Mungu atafanya maishani mwako. So stop murmuring and complaining for everything. If you are in the belly of the fish now, tell it, you will vomit me and you will be a testimony. Uwache kunungunika na kulalamika kwa sababu ya mambo yanayokutendekea. Kama wewe sasa uko kwenye tumbo la nyangumi, ineneo iambie kwamba utanitapika na nitakuwa ushuhuda. Somebody shout praise the Lord. If people have tied you within your canvas, now makamba, that you are so difficult, you are so troublesome, tell them, Jesus will raise me and I will be seated with him. Na kama watu wamekufunganisha na minyororo na makamba, wacha kunungunika, wacha kulalamika, waambie kwamba Mungu ataniinua, ataniketisha ili nami niweze kuwa ushuhuda. You have stayed at the roadside. People have just been passing and passing and passing, talking about you. Let me tell you, God will raise you and seat you where he wants. Umekuwa ukiketi kando kando la barabara, wacha nikwambie ya kwamba muda unakuja, utajitwika gondoro lako, Mungu atakuinua, atakuketisha upate kuwa ushuhuda. Tell somebody there is nothing for nothing in this world. Mwambie mtu kwamba hakuna kitu ambacho hakina kitu. I say in Jesus' name, asema kwa jina la Yesu, whatever has happened to you, chochote ambacho kimekutendekea, once God raises you, it becomes a testimony. mara Mungu atakapokuinua kitakuwa ushuhuda. You are going to encourage somebody. Utaweza kutia mtu moyo. You are going to lift somebody. Utaweza kuinua mtu. Somebody praise the Lord. Mtu asifu Bwana. Sometimes we want to show as if what is happening, the devil is ruling me. Let me tell you, if Shadrach, Meshach and Abednego were not put in the fire, they would not be famous. Wakati mwingine tunaona kwamba ibilisi ametularua, ametuchezea. Nikwambie kwa hakika, kama Shadrach, Meshach na Abednego hawangewekwa kwenye tundu la moto, hawangeweza kuwa mashuhuri. Is it not the fire that makes them famous? Si ni moto uliowafanya wawe mashuhuri? Is it not the fire? Nauliza, si ni moto? It is not their names. Sio majina yao. So friends, basi marafiki, you have nothing to boast for. Hauna kitu cha kujivunia. Angalia mtu mwambie hivyo. You have nothing to boast about. Hauna kitu cha kujivunia. It is the Lord who raises and seats his people. Ni Mungu ambaye anainua na kuketisha watu wake. And anything that happens to you, na chochote kinachotendeka kwako, people will look at the man sitting, not the man down, the man sitting. Watu wataangalia mtu aliyeketi, sio mtu aliye chini, mtu aliyeketi. Si ule mtu wako makaburini. It's not the person who is in the graveyard. Si mtu aliye ndani ya shimo ya tumbo ya nyangumi. It's not the person who is in the belly of a big fish. Mtu ambaye Mungu ameketisha. But it is somebody who the Lord has seated. A place of new identity. Mahali pa utambulisho mpya. Can we all stand up together?